Siku ya jana ulipigwa mchezo mzuri kati ya Simba Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudani. Huu ulikuwa ni mchezo wa kirafiki ambao miamba hao wamekutana kwa mara ya pili mara baada ya kukutana kwa mara ya kwanza na klabu ya Simba kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1, mchezo ambao uliweza kufanyika kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini katika mchezo huu wa marudiano mambo yamekwenda tofauti kwa upande wa kikosi hiko cha klabu ya Simba na meza kupinduka kibabe sana na klabu ya Simba kupoteza mchezo kwa takribani mabao 4-1. Huu unakuwa ni mchezo wa kwanza kwa meneja wa klabu ya Simba, hapa namzungumzia Dimitri Pantev, akiongoza kikosi hiko cha klabu ya Simba katika mchezo huo, na kwa bahati mbaya ameweza kuambulia kipigo kizito dhidi ya timu ya Al Hilal. Sasa niko hapa kuweza kukusogezea mawili matatu kuhusiana na mchezo huo, vikosi ambavyo viliweza kuanza hususan kwa upande wa klabu ya Simba, lakini pia mifumo ambayo imeweza kutumika ndani ya mchezo huo chini ya kocha Dimitri Pantev ama meneja Dimitri Pantev. Kwanza, kama ninavyofahamu, meneja Dimitri Pantev ni miongoni mwa makocha ambao wanapenda sana mpira wa kasi, lakini pia mpira wa burudani, yani kutawala mpira kwa kiasi kikubwa, kupiga pasi nyingi na kubwa kuliko ni kuweza kupata matokeo mazuri ambayo yanaweza kuwafurahisha mashabiki na wapenzi wa klabu hii ya Simba Sports Club. Dimitri Pantev, mfumo wake wa uchezaji, anapenda kutumia mfumo wa 4-3-3, ambapo hata kwenye mchezo dhidi ya Al Hilal aliweza kutumia mfumo huu, lakini kwa bahati mbaya mambo yaliweza kumuendea kombo, mbinu zake hazikuweza kufua dafu mbele ya miamba hawa kutokea nchini Sudani Kusini na kuweza kuwatandika kisawasawa wa klabu ya Simba kwa mabao 4-1. Kwenye mchezo wa kwanza ambao uliweza kufanyika kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, klabu ya Simba walionekana kutawala mchezo kwa kiasi kikubwa, lakini pia waliweza kuibuka na ushindi mzuri wa mabao 2-1, jambo ambalo lilitoa mwangaza mzuri kuelekea mechi yao ambayo klabu ya Simba wanatarajiwa kwenda kucheza mechi ya raundi ya pili hatua za awali kwenye kuania tiketi ya kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika hatua ya makundi dhidi ya timu ya Nsingizini Hotspurs kutokea pale nchini Eswatini. Sasa mara baada ya klabu ya Simba kuja tena kupoteza mabao 4-1 dhidi ya timu ile ambayo iliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1, wameweza kuleta taswira nyingine hususan kuelekea mchezo huu hapo ambao klabu ya Simba wataelekea pale nchini Eswatini kucheza dhidi ya timu ya Nsingizini. Lakini kwa upande wa timu ya Al Hilal Omdurman, una wao wanakwenda kucheza mchezo kama wanakwenda kucheza klabu ya Simba kwenye raundi ya pili hatua za awali. Wao watacheza dhidi ya timu ya Polisi Kenya, ambapo wote wanahitaji matokeo mazuri ama maandalizi mazuri kuelekea mechi zao hizo, kila mmoja kwenda kutafuta nafasi ya kufuzu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Al Hilal ni miongoni mwa timu nzuri ambayo kwa ukanda wa Sekafa naweza kusema ni klabu kubwa kulingana na mafanikio ambayo ameweza kuyapata licha ya kushindwa kutoa ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika, lakini ni miongoni mwa klabu kubwa. Kwa upande wa Simba, kwangu mimi naona kilikuwa ni kipimo sahihi kuweza kujiangalia kabla ya kwenda kucheza mchezo kati yao dhidi ya timu ya Nsingizini kutokea pale nchini Eswatini. Kwa upande sasa wa kocha Pantev, yeye mambo yameweza kumwanzia vibaya ama kumwendea kombo katika mchezo wake wa kwanza ndani ya timu ya Simba Sports Club. Lakini yeye kocha mara baada ya mchezo kuweza kutamatika alikuja na kuongea na kuweka wazi ya kwamba kwa sasa hivi anaangalia wachezaji wote, anawapa nafasi wachezaji wote ili aweze kuwafahamu mchezaji mmoja mmoja kuelekea michuano husika ambayo watakwenda kucheza kwa kuanzia hatua hiyo ya raundi ya pili dhidi ya Nsingizini, lakini pia hata kurejea kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa hiyo kilichotokea siku ya jana, mashabiki waweze kujiandaa kuona utofauti mkubwa kuelekea mchezo kati yao dhidi ya timu ya Nsingizini. Sasa bila kupoteza muda, ngoja nikusogezee kwanza kikosi ambacho kocha huyu ama meneja huyu Dimitri Pantev aliweza kuanza nacho ama kucheza dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman, licha ya baadhi ya nyota kukosekana ndani ya kikosi hiko kulingana na majukumu ya timu zao za mataifa, ambapo kwa sasa hivi kuna mechi zinachezwa za kuwania tiketi ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyota wa kuwepo ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, lakini kwa waliokuwepo kocha Dimitri Pantev ama meneja Dimitri Pantev, yeye aliweza kuanza nao hao katika mchezo wake huo wa kwanza, ambapo alienda kucheza dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman. Kwa upande wa golikipa ambaye kocha huyu aliweza kuanza naye, alianza na Hussein Abel katika
milingoti mitatu ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa mabeki ambao aliweza kuanza nao ndani ya kikosi hiko, alianza na Shomari Kapombe kwa upande wa beki nambari 2, lakini kwa upande wa beki nambari 3 meneja Dimitri Pantev aliweza kuanza na mchezaji Anthony Mrigo. Lakini kwa upande wa beki za kati center backup aliweza kuanza na mchezaji Wilson Nangu akishirikiana na mchezaji Luciani Deluku. Hiyo ni kwa upande wa defensive ambayo kocha ama meneja Dimitri Pantev aliweza kuanza nayo kuelekea mchezo wake huo dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 meneja Dimitri Pantev aliweza kuanza na Nabi Kamara, huku kwa upande wa kiungo nambari 8 kocha huyu alianza na mchezaji New Maema akisimama vyema katika ile eneo la juu. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 akisimama Jean Charles Ahoua, winga ya kulia na kushoto akisimama Joshua Mutale Budo akishirikiana na mchezaji Elie Mpanzu. Lakini pia kwa upande wa mshambuliaji ambaye aliweza kumsimamisha kwenye mchezo huu, aliweza kuanza na mchezaji Selemani Mwalimu ambaye analimudu lile eneo la mwisho ama eneo la nambari 9 ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Kwa hiyo ukiangalia kikosi na namna ambavyo kocha ama meneja huyu Dimitri Pantev aliweza kuanza nacho dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman, unaweza ukaona amepita mule kwenye mfumo ambao yeye mara nyingi huwa anautumia kwenye mechi zake ambazo anakwenda kucheza, yani mfumo wa 4-3-3. Kwa hiyo kocha aliingia moja kwa moja na mfumo wa 4-3-3 kwa kabili Al Hilal Omdurman kwenye mchezo ambao aliweza kupoteza mabao 4-1. Sasa kwenye mchezo huu ambao klabu ya Simba aliweza kupoteza bao 4-1, bao pekee kwa upande wa mnyama likifungwa na mchezaji Elie Mpanzu, lakini mabao 4 kwa upande wa timu ya Al Hilal Omdurman akifunga mchezaji Kolibari, yeye akihusika kwenye bao 1, lakini pia Sundai yeye akifunga mabao 2. Huyu ni mshambuliaji mpya ambaye amesajiliwa na timu hii kutokea pale nchini Nigeria, lakini pia goli lingine likifungwa na mchezaji Madik. Kwa hiyo hayo ndo magoli ambayo kwa upande wa timu zote mbili yalifungwa na wachezaji hao tofauti. Sasa kwanza Dimitri Pantev inabidi aweze kufahamu mapema yasije uko mbeleni mambo akamwendea kombo akasema hakuweza kuambiwa. Klabu ya Simba ama mashabiki wa klabu hii ya Simba hawajazoea kuiona timu yao ikiruhusu mabao mengi hata kama mchezo au kuwa na tension kubwa sana, nikiona maana hata kama mchezo ukiwa wa kirafiki kama huu ambao klabu ya Simba walicheza dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman, hivyo aweze kuwa na tahadhari kubwa kuelekea michezo mingine ambayo kocha huyu atakwenda kukabiliana nayo chini ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Lakini pia tukirejea sasa namna ambavyo kocha huyu mfumo wake anavyoutumia anapokuwa uwanjani, ama meneja huyu mfumo wake namna ambavyo anautumia anapokuwa uwanjani, mfumo wake ni 4-3-3, lakini pia anapenda sana kutawala mchezo ama kutoa burudani anapokuwa uwanjani, kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa, kupiga pasi nyingi. Lakini pia kocha huyu nikirejelea kwenye timu ambayo ametoka kuifundisha pale kwenye timu ya Gaborone United, kocha huyu licha ya kuweza kutoa ubingwa pale nchini Botswana akiwa na timu ya Gaborone United, lakini amekuwa akiruhusu magoli mengi akiwa na timu yake hiyo ya Gaborone United. Huenda mfumo ambao anaotumia kocha huyu unatoa nafasi kwa wapinzani kuweza kufika langoni kwake mara nyingi, ndio maana anaruhusu magoli mengi mno anapokuwa anacheza na timu yoyote ile. Kwa hiyo hata ukiangalia michezo miwili ambayo klabu ya Simba alikuwa akicheza dhidi ya timu ya Gaborone United, kila mchezo kocha huyu aliweza ama meneja huyu aliweza kuruhusu bao. Pale nchini Botswana walipokuwa nyumbani wao, klabu ya Simba aliweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0, lakini pia walipokuwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa ambapo mnyama alikuwepo nyumbani, pia aliweza kuruhusu bao 1, mchezo kienda full time kwa sare ya kufungana bao 1-1. Hivyo Dimitri Pantev inabidi awe makini ndani ya kikosi cha klabu ya Simba kuelekea mechi zake ambazo anakwenda kucheza katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kufuatia hiki ambacho ameweza kukionyesha mapema kabisa kwenye mechi yake ya kwanza kirafiki dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudani. Ni yapi maoni yako mwana mchezo wangu? Njoo tuambie basi kupitia sehemu hiyo ya comment, na sisi tutatana wewe kupitia hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.